Kwenye eneo la pembejeo mbolea, ama kwa hakika watu wote ni mashahidi, changamoto zimeendelea kupungua kama si kuisha, na wananchi wakulima wanaendelea na matumizi ya mbolea, na hii imejidhihirisha kwenye eneo la usalama wa chakula, kwa sababu mpaka sasa nchi yetu inajitosheleza kwenye eneo la chakula kwa zaidi ya 124%, na hii si kazi ndogo, ni kazi ambayo imefanywa na serikali kupitia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, lakini pia Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo amefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba matumizi ya mbolea yanaongezeka nchini kwetu. Hivi tunavyozungumza, matumizi yametoka tani 360,000 kwa miaka miwili mitatu iliyopita, na sasa hivi tunazungumzia matumizi ya tani zaidi ya 1,200,000 kwa mwaka kwa mbolea tofauti tofauti ambazo zinatumika kwa wakulima. Kwa hiyo hili ni hakikisho kwamba kwa sasa somo la matumizi ya mbolea limeanza kueleweka kwa wakulima wetu, na hii ni ishara kwamba tija itazidi kuongezeka kadri siku tunavyokwenda, na lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba tunaongeza matumizi kwa nchi yetu. Kwa sasa tumetoka kilo 19, sasa hivi tunazungumzia kilo 24 kwa ekari. Kwa hiyo ni hatua kubwa, na lengo ni kufika angalau 2030 tufike tani hizo ambazo zimezungumzwa kupitia lile azimio la African Union kuhusu kuongeza tija kwenye kilimo. Kwa kampuni ya mbolea, mipango mbalimbali tumeshakwisha ianza, na tayari tani 70,000 zinaingizwa nchini kwa ajili ya matumizi ya wakulima. Tani 30,000 tunazipokea wiki ijayo. Hizi ni mbolea za kupandia mazao, diammonium phosphate au DAP, na baada ya kuzipokea hapo kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam, tutazipeleka moja kwa moja kwa wakulima ili waweze kuanza maandalizi ya kilimo kwa msimu huu unaoanza wa 26-27. Lakini kama vile haitoshi, serikali pia imeagiza tani 40,000 mbolea aina ya urea ambazo tunazitegemea mwezi unaofuata baada ya hizi za DAP tuweze pia kuziingiza sokoni, kuzipokea na kuziingiza sokoni kwa wakulima ili waweze kuendelea na maandalizi ya msimu kwa mbolea hizi za kukuzia mazao. Lakini kampuni ya mbolea hii tunakwenda sasa kwenye uwekezaji. Tumeshapokea mitambo au mashine ya kiwanda cha kufungasha lakini na kuchanganya mbolea. Inaitwa kwa kizungu ni fertilizer bulk blended facility. Mtambo huu utafungwa hapa Dar es Salaam Kurasini, na utakuwa na uwezo wa kuchanganya tani 300,000 za mbolea kwa mwaka, na mbolea hizi zitakuwa zinakwenda kujibu swala lile la kutumia mbolea kuendana na afya ya udongo na mimea inayohusika. Kwa hiyo hatutauza mbolea zile za jumla, sasa tutakwenda kuuza mbolea zile ambazo zimechanganywa, ambazo zinakwenda kutumika kwenye maeneo ambayo udongo umepimwa na mahitaji ya mbolea yanayohitajika yataelekezwa kule. Kwa hiyo kiwanda hichi kitazalisha tani 300,000 kwa mwaka, na tayari ukarabati na ujenzi umekwisha anza, na matarajio yetu kama serikali ni kuhakikisha mtambo huu unaanza kazi mwezi wa 8 kuzalisha mbolea hizi kuzielekeza kwa wakulima. Kwa hiyo wakulima wote wa mazao ya mahindi, wa mazao ya pamba, wa mazao ya tumbaku, mazao ya chai na mengineyo, kahawa, wote wajipange, wajiandae kuweza kupokea mbolea hizi ambazo tutazisambaza kwa wakulima kwa utaratibu ule wa pembejeo zenye ruzuku ya serikali. Na hii yote ni katika kujiandaa kuweza kujibu ile dira, kuweza kutafuta namna ambavyo uchumi wetu utakuwa kupitia ile dira ambayo tumeizindua hivi juzi na imeshaanza kutumika. Kwa hiyo kampuni ya mbolea imejikita katika kuhakikisha kwamba inaendeleza uchumi wa viwanda, kwanza kuwa na kiwanda hicho cha blended facility ambacho kitachanganya mbolea, lakini pia tutajenga kiwanda kingine kidogo cha kati kwa ajili ya kukisaidia kiwanda cha Kurasini. Kiwanda hichi cha kati kitajengwa pale mkoani Tanga kwa ajili ya kuchakata lime. Lime ni chokaa mazao ambayo inasaidia kupunguza tindikali kwenye ardhi. Jiji la Tanga limetenga ekari 100 kwa ajili ya kiwanda hichi kuweza kujengwa pale eneo la Amboni Industrial Park, na tayari TFC tumetengewa eneo hilo, na michakato au taratibu za kuanzisha kiwanda kile zinaendelea ili tupate lime ambayo itatumika kwa ajili ya kusaidia kile kiwanda cha Kurasini tunachokijenga kiweze kupata chokaa mazao, kusaidia ardhi ipunguze tindikali kwenye maeneo yale ambayo yameathirika na mbolea za kemikali.